in the last 2 years. We've fought during these 2 years to achieve our war aims. And a central one of these war aims is... Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Hatimaye sasa serikali ya Israel imethibitisha rasmi kuidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza pamoja na mpango wa kuachilia mateka, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Serikali imeidhinisha mfumo wa kuachilia mateka wote walio hai na waliopoteza maisha, imesema taarifa hiyo. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Israel amesema kwamba jeshi la ulinzi la Israel IDF litajipanga upya katika mstari mpya mara baada ya kuanza kwa usitishaji mapigano, hatua itakayowaacha wakidhibiti takriban 53% ya ukanda wa Gaza. Hatua hiyo hata hivyo imewakera wakosoaji wa mpango huo, akiwemo mjumbe mmoja wa siasa kali za mrengo wa kulia ambaye alishtumu Marekani kwa kufikia amani na Hitler. Hatua hii inafungua njia ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa, pia na mwanzo wa mfululizo wa hatua zingine ambazo zitawezesha kuachiliwa kwa mateka siku chache zijazo. Hamas sasa inatarajiwa kuanza kuhamisha mateka na inatayarisha miili ya mateka ambao wamekufa. Hamas pia inatafuta miili ya baadhi ya mateka hao ambayo imefukiwa chini ya vifusi. Huku hayo yakijiri, Israel inajiandaa kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina ambao kuachiliwa kwao kumekumbwa na utata mkubwa. Umoja wa Mataifa unatarajiwa kutoa msururu wa misaada ya kiutu kama sehemu ya awamu ya kwanza ya mpango wa Trump wa kusitisha mapigano. Macho ya dunia yote sasa hivi yako Gaza, ikisubiri kuona kama usitishaji huu utakuwa pumziko la muda au ndo mwanzo wa amani ya kweli katika ukanda wa Gaza. Kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi 10, takriban miaka 2 kabisa, vita hivyo ambavyo vimeweza kupeleka vilio vikubwa sana kwa raia wa Gaza, lakini ikifanya dunia yote kuililia Gaza kutokana na mashambulizi makali ambayo taifa la Israel imeweza kuyatekeleza dhidi ya wananchi wa Palestina. Kiukweli kabisa, Gaza yote kwa hivi sasa imeweza kuharibiwa sana. Yani Gaza haitamaniki kuangaliwa mara moja au mara mbili. Gaza inasikitisha kwa kiasi kikubwa sana, ambapo jana Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikaa kikao na Baraza la Usalama la Taifa, ambapo katika kikao chake Netanyahu aliweza kuzungumza maneno wazi kabisa kwa kueleza kwamba kwa muda mrefu sasa taifa la Israel limekuwa kwenye mapambano ya vita dhidi ya Hamas kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo yake. Na Netanyahu alizungumza kwa kusema kwamba IDF ilikuwa imeweka malengo kwamba iweze kurudisha mateka wote nyumbani, wale ambao wako hai na wale ambao wamekufa. Lakini kwa kipindi kirefu amemshukuru pia rais wa Marekani Donald Trump kwa kile ambacho amekifanya na kukionyesha kwa taifa la Israel kwa ajili ya kuweza kusaidia mambo yote ambayo yameweza kuonekana kwa hivi sasa. Lakini amesema katika nyakati ambazo walikuwa wakipambana kwa ajili ya kuweza kurudisha mateka, ilibidi waweze kutumia nguvu ya ziada ya mashambulizi kwa ajili ya kuweza kuwalazimisha Hamas wakati mwingine kuweza kukubaliana na kile ambacho Israel inakitaka. Na Netanyahu aliwashukuru sana wanajeshi wa Israel ambao waliingia Gaza moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuungana kijeshi na kuweza kupeleka pressure ya mashambulizi. Lakini amesema kwa pointi ambayo wamefikia kwa hivi sasa, amewashukuru pia hata na viongozi wengine wa Israel katika serikali yake ambao wamekuwa wakimuunga mkono. Waziri wa ulinzi Israel Katz, hata wale ambao walianza nao lakini mwisho wa siku akajiuzulu kwenye mchakato huo, kwa sababu kipindi kile ambacho walikuwa wameingia kwenye vita, viongozi wengi walijiondoa serikalini, wengine hata pia mkuu wa majeshi aliweza kujiuzuru, akaingia mkuu wa majeshi mpya. Yani kulikuwa kuna vitimbwi vingi. Ni miaka 2 lakini bado ikaonekana kwamba ni miaka mingi sana kwenye kupambana ambayo ilikuwa ina vitu vingi ndani yake. Kwa hiyo amewashukuru pia taifa la Israel kwa ujumla kwa kile ambacho wamekifanya, hapa akimaanisha raia wake, kwa sababu wameonyesha ni kwa jinsi gani wameiunga mkono serikali yao ya Israel kwa ajili ya kuweza kupambana na Hamas, kwa ajili ya kuweza kurudisha mateka, kwa ajili ya kuweza kutafuta amani katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati na Israel kwa ujumla. Lakini vile vile wanajeshi wa IDF pia ambao walipoteza maisha kutokana na vita hivyo, ametoa pole kwa familia zote ambazo zimepoteza watu wao
kwa unyenyekevu kabisa na kusema kwamba serikali itawaunga mkono kwa namna moja ama namna nyingine na kuwa nao karibu hao raia wote ambao waliweza kupoteza wanajeshi wao katika familia hizo. Lakini vile vile katika muktadha wa kawaida inaonekana hapa kabisa kwamba serikali ya Netanyahu sasa imedhamiria rasmi kwa ajili ya kuweza kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Serikali imedhamiria kabisa kwa ajili ya kuweza kusitisha mapigano, kwa sababu kama Baraza la Usalama la Taifa la Israel limeweza kuidhinisha hiki kitu ambacho wamekiidhinisha kufuatia moyo wa Hamas ambao wameweza kuonyesha, basi moja kwa moja inaonyesha wazi kabisa kwamba sasa vita katika ukanda wa Gaza vimesitishwa rasmi katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel IDF likirudi hadi kwenye ule mstari. Na msemaji wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameeleza kwamba sasa jeshi litakwenda kumiliki takriban 53% ya ukanda wote wa Gaza. Watarudi hadi kwenye mstari ambao Rais Donald Trump aliweza kuuonyesha, na ni mstari ambao watabadilishana mateka, lakini kwa upande wa huku pia wataweza kuwatoa wafungwa wa Kipalestina kwenda kwa taifa lao kule la Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Na baada ya mateka wote kuweza kurejeshwa, sasa hatimaye misaada itaweza kuingizwa ya kutosha. Umoja wa Mataifa umeahidi kudhamini kiutu kabisa kutoa mabilioni ya misaada kwenda katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kuweza kuwasave raia ambao walikuwa wakitaabika na njaa kwa kipindi kirefu, lakini shida ambazo wamezipitia watakwenda sasa kuanza kuona mwanga katika maisha ambayo wanakwenda kuyaanza, maisha mapya kabisa katika ukanda wa Gaza. Sasa Hamas hapa taarifa yao imeeleza kabisa kwamba kuna miili ambayo inatafutwa haionekani, na wanadhani kwamba huenda ikawa imefukiwa chini ya vifusi, na miili hiyo sasa hivi inatayarishwa kwa ajili ya kuweza kurejesha kwa Israel. Yani hao ni mateka sasa 20 wanaaminika kwamba wako hai, lakini hiyo miili mingine sasa iliyobakia hapo ndipo wanaitafuta kwa hivi sasa ili waweze kuunganisha na miili mingine ambayo wako nayo ili kuwakabidhi Israel na wao waweze kuwapata wafungwa wa Kipalestina. Sasa kwa kufanya hivyo, jeshi la Israel sasa litalazimika kuweza kusitisha mashambulizi yake moja kwa moja katika ukanda wa Gaza, mashambulizi ya angani, lakini vile vile hata operation za ardhini zinaweza kukoma sasa kutokana na usitishaji wa mapigano ulioafikiwa katika ukanda wa Gaza. Haya ni matumaini ambayo yanaonyesha sasa kwa jinsi gani raia wa Gaza wanakwenda kuanza maisha mengine bila kuwa na hofu yoyote, huku mitaa mbalimbali mitaani huku wakionekana wakishangilia mafikiano haya ambayo yatasababisha amani kuweza kupatikana katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile sasa dunia ikaanza kurejesha imani yake dhidi ya Israel, lakini dhidi ya Palestina kwa ujumla. Mtazamaji, kuna mengi sana tutakwenda kufahamu, lakini nikusi kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu uweze kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.